Karibu katika Block Talk Africa, naitwa Atubohela, na kabla tujaanza, ningependa kutoa taarifa muhimu. Maelezo au maoni tunayotoa ni maoni ya binafsi na ni kwa ajili ya elimu tu na sio ushauri wa kifedha. Hivyo basi, unashauriwa kufanya utafiti wako binafsi kabla ya kuwekeza au wasiliana na mtaalamu ya masuala ya kifedha ikiwa inahitajika. Tembelea App Store au Play Store, kisha pakua application ya Binance, tengeneza akaunti yako ya Binance, kisha uanze safari yako ya sarafu za kidijitali. Karibuni. Wiki hii katika episode ya 5 tupo na mtaalamu wetu James Chambo, na tutakuwa tunaongelelea mustakabali ya sarafu ya kidijitali Afrika. Karibu sana. Okay, asante sana Atu. So ningependa kuuliza kwamba sarafu ya kidijitali inaleta fursa gani mpya ya kazi ya biashara katika Afrika? Okay, asante kwa swali zuri kuhusu fursa zinazopatikana katika sarafu za kidijitali. Awali ya yote, kama tulivyosema kwamba tunapozungumzia sarafu za kidijitali tunazungumzia cryptocurrency. Sasa cryptocurrency imekuja na fursa nyingi za kibiashara hususan kwa ajili ya Waafrika. Na nitazitaja na kuzielezea moja baada ya nyingine. Tukianza, sarafu za kidijitali zimewezesha kuweza kutuma na kupokea pesa kwa wafanyabiashara kwa urahisi. Kwa mfano, inawezekana upo Tanzania hapa, unafanya biashara na watu ambao wapo nje ya Tanzania. Unaweza ukatumia njia za kawaida, labda kwa mfano taasisi za kifedha ambazo ziko regulated, lakini wakati mwingine unakuwa kuna kuchelewa katika kutuma na kupokea. Lakini ujio wa cryptocurrency umesababisha kumekuwa na uharaka katika kutuma na kupokea. Unaweza ukafanya hiyo miamala yako, labda ukatuma pesa kwenda nje ya nchi au ukapokea pesa kutoka nje ya nchi, na ule muamala ukafanyika ndani ya muda mfupi. Hiyo ni moja kati ya fursa ambazo tunaweza tukaziona. Lakini hatujaishia hapo tu. Fursa kama nilivyosema zipo nyingi. Kuna pia vijana wengi sasa hivi, especially kipindi kama hiki, wamekuwa ni watu ambao wanajihusisha, tunaita kufanya biashara za cryptocurrency. Kwa lugha nyingine wanaita cryptocurrency trading. Watu ambao wamekuwa wakitegemea kwamba unaweza ukashiriki katika kufanya biashara ya cryptocurrency au sarafu ya kidijitali. Kwa mfano katika platform ya Binance kuna kitu kinaitwa spot trading, kuna futures, kuna P2P. Hizo zote ukiangalia utakuta kuna vijana wengi wa Kiafrika, kuna watu mbalimbali ambao wanatumia hizo aina za biashara. Kwa mfano P2P, labda unakuta watu katika jamii hii, kuna wengine wananunua, wengine wanauza, mnakuwa mnauziana basi. Lakini sio hicho tu, kuna wengine pia wananunua kwa lengo la wanaita kuhold au kushikilia. Unaweza ukanunua sarafu fulani ya cryptocurrency ambayo umeipenda, let's say Bitcoin. Ukinunua ikiwa iko chini, ukaja ukasubiri msimu ambao inakuwa ipo juu, ukiuza unakuja kuuza kwa faida. Lakini sio hiyo tu, bado still cryptocurrency imeleta fursa nyingi za kibiashara kwa Waafrika. Zipo kampuni nyingi ambazo zipo nje ya Afrika au nje ya Tanzania ambazo huwa zinaajiri watu na zinafanya malipo kwa kupitia cryptocurrency. Kuna vijana wengi ambao wamejiajiri, wanafanya kazi remotely. Yani wengine ni wanaita freelancers. Wengi wanalipwa na wengi wanapendelea kupokea malipo yao kwa kutumia cryptocurrency. Kwa hiyo ukiangalia utakuja kugundua kwamba uwepo wa cryptocurrency umeleta fursa nyingi za kibiashara kwa vijana wengi wa Kiafrika, hususan Tanzania. Na watu barani Afrika wanaweza kutumiaje sarafu ya kidijitali katika maisha yao ya kila siku? Okay, asante sana. Baadhi ya namna ni kama nilivyoeleza katika swali lilotangulia. Kwa mfano, kwa watu ambao labda ni mfanyabiashara, kama nilivyosema, labda wewe labda una biashara yako na ungependa kuongeza wigo wa wateja, ungependa kuongeza namna gani ambavyo unapokea malipo. Kwa mfano katika platform ya Binance,
katika exchange ya Binance kuna ile njia inaitwa Binance Pay. Kama katika biashara yako ukiweka ile njia ya kupokea malipo kwa kupitia Binance Pay, ina maana kwamba ile biashara yako unao uwezo wa kuwa na wateja hata walioko nje ya nchi. Watu siku hizi watu wengi wanafanya biashara kwa kutumia hizi social media. Watu wanafanya biashara Instagram, Facebook, TikTok na kadhalika. Sasa ukiwa na njia za kupokea malipo ambazo mtu kutoka sehemu yoyote duniani anaweza akaitumia, kwa mfano, na hapa ndio tunapozungumzia cryptocurrency, inakuwa ni rahisi wewe kuongeza wigo wa wateja. Kwa hiyo unaweza ukaona fursa kama hizo. Okay. Yeah. Na ningependa tu kuongezea, by the way, kama unataka kujifunza hasa tembelea App Store au Play Store, kisha pakua application ya Binance, tengeneza akaunti yako ya Binance, kisha uanze safari yako ya sarafu za kidijitali kwa kujiamini. Okay. Chambo, ni changamoto gani watu wanapitia sana wakifanya sarafu za kidijitali? Okay, sawa. Asante pia kwa swali zuri na ni swali la msingi. Cryptocurrency au sarafu za kidijitali ni teknolojia ambayo ni mpya. Kama ambavyo pia tulizungumza awali. Na unapokuwa na kitu chochote ambacho ni kipya, huwa hakikosi kuwa na changamoto. Sasa moja kati ya changamoto zinazokumba cryptocurrency au sarafu za kidijitali, cha kwanza kabisa, kwa sababu ni mpya, bado hazijapata udhibiti wa serikali. Ni serikali chache ambazo zimetoa mwongozo wa jinsi ya kudhibiti matumizi ya cryptocurrency. Kwa hiyo pia ni moja kati ya changamoto. Kwa hiyo sarafu, kwa sababu haijapata ule udhibiti wa serikali, kwa hiyo unakuta hata raia wengi hawafahamu bado kwamba ni kwa namna gani waweze kujihusisha. Umeona? Lakini sio hiyo tu. Ukija bado still, kwa sababu kama nilivyosema kwamba ni eneo ambalo ni changa au ni eneo ambalo ni jipya, bado kuna swala la watu kutokuwa na ufahamu wa kutosha juu ya matumizi au juu ya hizi sarafu za kidijitali. Kwa hiyo kwa sababu watu wengi hawana ufahamu wa kutosha, unakuta mtu mwingine ni rahisi kukutana na mtu akamfanyia utapeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hana ule ufahamu, hana knowledge ya kuweza kujua kwamba inawezaje kutambua kwamba labda huyu mtu ambaye anani introduce katika hii biashara, je, kitu anachoni introduce nacho kina uhalali au ni kitu ambacho hakina madhara kwangu kwa kiwango gani? Kwa hiyo swala la kutokuwa na elimu ya kutosha pia ni moja kati ya changamoto kubwa. Lakini pia sio hivyo tu. Swala lingine pia ni uwepo wa utapeli wa kimtandao. Swala la utapeli, unapozungumzia sehemu yoyote ambayo ina fursa za kibiashara, huwa kikawaida ni lazima huwa hawakosekani watu ambao ni wabaya mara nyingi. Hata ukifanya biashara ya kawaida kabisa, hata ukianzisha duka la nguo, utashangaa inawezekana kabisa wakaja watu kwa lengo la kufanya nini? La kukuibia, na ndio maana pale getini utakuta umeweka mlinzi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata pia ukija sasa huku kwenye sarafu za kidijitali, kwa sababu ni eneo ambalo linahusisha fedha, pia wapo watu ambao watajaribu kuwa scam people. Na ndio pale sasa tunaposema kwamba ni muhimu kila mtu ahakikishe kwamba anakuwa na elimu ya kutosha ya kuhusiana na jinsi gani ambavyo yeye mwenyewe anaweza kashiriki katika fursa hizi za sarafu za kidijitali. Kwa hiyo uwepo wa hawa kwa lugha nyepesi wanawaita scammers, ambao wanajaribu kuwa scam watu au kuwatapeli. Anakuja mtu labda anakuambia, bwana jiunge, na anakupa labda linki fulani ambao ni fake imetengenezwa, kwambia jiunge na kitu fulani utapata hivi na hivi na hivi na hivi. Na unakuta mtu kwa sababu anahitaji kuwa na pesa, na yeye unakuta anafanya nini? Anashiriki, lakini at the end au mwishoni unakuta alikuwa ametepeliwa. Kwa hiyo hilo ni moja kati ya changamoto kubwa na ambayo inawakumba watu wengi katika eneo hili la cryptocurrency. Kwa hiyo kama nilivyosema kwa summary tu kwamba kutokuwa na udhibiti ni changamoto, lakini vile vile watu wengi kutokuwa na elimu ya kutosha katika haya masuala ya sarafu za kidijitali, lakini vile vile uwepo wa watu wengi wanaojihusisha na utapeli kwa kupitia teknolojia hii.
Kwa hizo ni changamoto kubwa 3 ambazo zimekuwa zikikabili eneo hili. Yes. Now of course tuko powered by Binance Africa, na ningependa kusema kwamba unaweza tembelea Binance Academy ili kujifunza mambo mbalimbali kuhusu sarafu za kidijitali na kuwa na amani nayo pia, and also the safety of it. Our last question, nawezaje kushiriki katika jamii ya sarafu za kidijitali katika eneo langu? Okay, umeuliza swali zuri kwamba ni kwa namna gani unaweza ukashiriki katika sarafu za kidijitali. Hii pia tumejaribu kuigusia katika episodes ambazo zimepita. Namna ya kushiriki tumeshasema mara ya kwanza. Kitu cha kwanza kabisa ambacho ni cha msingi ni kuhakikisha kwamba unajifunza, kwa sababu elimu ndio kitu pekee ambacho kitakufanya ujiamini na kuwa na imani na kile kitu unachokifanya nini, unachojihusisha nacho. Kwa hiyo ni muhimu kama ulivyotamka kutembelea Binance Academy ili kujifunza kuhusu miongozo yote ya sarafu za kidijitali. Tunasema introduction kwa watu ambao ni wapya, ambao bado hawajawa na ule ufahamu, lakini pia hata kwa watu ambao tayari ni wamebobea, pia watakutana na masomo ambao pia yanawahusu. Kwa hiyo ili kuweza kushiriki, cha kwanza kabisa hakikisha una account ya Binance. Na kama ambavyo umeweza kueleza mwanzoni, kufungua account ya Binance unaweza ukatembelea Play Store au App Store ukadownload application ya Binance. Ukisha download utatengeneza account yako, yani sign up. Ukitengeneza account, hakikisha account yako unaifanyia uthibitisho au unaifanyia verification. Utatumia leseni ya udereva, unaweza kutumia passport au unaweza kutumia kitambulisho chako cha taifa. Ikisha kuwa verified, basi utakuwa uko tayari kuanza rasmi kutumia sarafu za kidijitali. Na katika eneo hilo sasa kuna kitu kinachoitwa Binance Pay kwa mfano, kama ambavyo nimeelezea awali. Hii ni huduma ambayo inakuwezesha kufanya malipo, kwa mfano kama wewe ni mfanyabiashara, kufanya malipo au kupokea malipo kwa kupitia sarafu za kidijitali. Ni njia rahisi, ni njia nyepesi, ni njia salama na inatumia muda mfupi, lakini zaidi ya hapo pia ina gharama nafuu ukilinganisha na mifumo yetu ambayo ni ya kawaida. Yes. Kabla tujafunga, jiunge nasi katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii kupitia @Binance Africa ili kujifunza zaidi na kushiriki mijadala mbalimbali inayoendelea katika kila episode. Jiunge na Binance leo, tumia code TZ2025, na kwa watu 100 wa mwanzo kujiunga ambao watakamilisha kudhibitisha akaunti zao, yani KYC, watajipatia kiasi kinacholingana na shilingi 24,000 ya Kitanzania. Thank you guys for watching episode 5 of Block Talk Africa. I was joined here with James Chambo, and of course we are powered by Binance Africa. I've said again, follow us on our Instagram page @Binance Africa on all platforms rather. My name is Atubuhela. See you next week for episode 6.